Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Uamuzi wa Manchester United kumruhusu Scott McTominay kuondoka uliambatana na hofu kwamba siku moja angekuja kuwatafuna. Chini ya kocha Erik ten Hag, kiungo huyo wa kimataifa wa Scotland alionekana zaidi kama mchezaji wa kuingia akitokea benchi, lakini takwimu zake katika msimu wake wa mwisho Old Trafford zilionyesha mchango mkubwa kuliko ilivyodhaniwa. Katika mechi 32 za ligi kuu England, McTominay alifunga mabao 7 na kutoa pasi moja ya bao, ingawa idadi hiyo ilionekana ndogo ukilinganisha na mabao 10 na pasi 8 za Bruno Fernandes. Ukweli ni kwamba McTominay alicheza dakika 1891 pekee dhidi ya dakika 3119 za mreno huyo, tofauti ya takribani mechi 13 na nusu. Baada ya kujiunga na Napoli, kiungo huyo mwenye umri wa miaka 29 alionyesha kiwango cha juu zaidi katika Serie A msimu wa 2024-25. Alifunga mabao 12 na kutoa pasi 4 za mabao katika mechi 34. Alitoa tuzo ya mchezaji bora wa msimu, jambo linalothibitisha ubora wake wa kufanya mabosi wake wa zamani wajutie uamuzi huo. Mbali na mabao na pasi za mabao, McTominay alileta nguvu ya mpambano na uimara mkubwa katika safu ya kiungo ya Napoli. Aliongoza kwa idadi ya mapambano ya ana kwa ana, akishinda zaidi ya nusu ya aliyoshiriki, huku pia akifanya vizuri kwenye mpira wa juu, kuokoa hatari kwa vichwa na kukaba kwa mafanikio. Hata hivyo, Napoli hawajawa katika kiwango bora msimu huu, wakiwa na nafasi ya 3 lakini wakiachwa na pointi 14 na vinara Inter Milan. Pamoja na hilo, McTominay bado ameichangia mabao 6 na pasi 3 kwenye ligi, pamoja na mabao 4 na pasi 1 katika ligi ya mabingwa Ulaya. Ripoti zinaeleza kuwa Napoli wanaweza kuwa tayari kumuuza kutokana na changamoto za kifedha, huku wakitarajiwa kudai ada ya takriban pauni milioni 70, karibu mara 3 ya kiasi walichonunua kutoka United. Licha ya bei hiyo kubwa, Manchester United wanadaiwa kufuatilia uwezekano wa kumrejesha. Kwa upande wa uongozi wa klabu, kurejea kwa McTominay kunaweza kuwa hatua muhimu kwa Sir Jim Ratcliffe, hata ikizingatiwa upendo mkubwa ambao mashabiki wa Old Trafford walikuwa nao kwa mchezaji huyo. Aidha, michuano ya kombe la dunia ijayo inaweza kuongeza thamani yake iwapo atafanya vizuri akiwa na Scotland. Iwapo Manchester United wanaamini kuwa McTominay anaweza kuleta nguvu, nidhamu na mchango wa mabao unaohitajika katika kikosi chao, basi wanapaswa kuanza mapema kupanga mpango wa kumsajili. Kukosa kumsajili tena wakati wakiwa kwenye kiwango cha juu kunaweza kuwa kosa kubwa zaidi kuliko kumruhusu aondoke hapo awali. Kwa taarifa zaidi za kimichezo na burudani, endelea kutufuatilia Kasako Media Instagram, Facebook na Twitter. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.